Ya taarifa zetu, bila shaka umewahi kusikia ama kuona mtu akila mihogo. Sasa ulaji wa mihogo mibichi unatajwa kuchukua nafasi kwa sasa, huku wafanyabiashara wakiongeza ladha kwa kuweka mchanganyiko wa vitu mbalimbali kama vile karanga, karoti na nazi maarufu kama vifurushi ili kuvutia wateja wao. Mwandishi wa Kasri Miriam Mika kutoka Morogoro amezungumza na mmoja wa wafanyabiashara wa biashara hiyo, ambapo amesema licha ya kuongeza kipato wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali ikiwemo baadhi ya wateja kumdhulumu. Napenda asili, ndio maana hata mwili wangu haujakakamaa, naonekana kama kijana wa jana. Bila shaka mtazamaji wa Crown TV umewahi kukutana na biashara hii ya uuzaji wa mihogo mibichi iliyochukua nafasi kubwa kwa wafanyabiashara pamoja na watumiaji wa mihogo, lakini kumetokea na ubunifu wa kuchanganya mihogo pamoja na karoti, nazi, bila kusahau karanga maarufu kama vifurushi. Ni mchanganyiko ambao kwa hivi sasa watumiaji wengi wameonekana kupendezwa, na leo nimefunga safari kuja kukutana na moja kati ya wafanyabiashara wa biashara hii anayejulikana kwa jina la Sifa Msigala, kufahamu nini hasa kilimfanya kuvutiwa kufanya biashara hii, na hapo baadaye tutazungumza na watumiaji ama wateja wa mchanganyiko huu. Mtaji wangu nilianzia kwa shilingi 25,000. Kifuko kimoja ambacho ni cha kifurushi huwa nauza 500. Hamna nimekosa kwa faida zangu mwenyewe naitafuta hapa ni shilingi 25,000. Hapo ni hamna. Na nikize mahitaji yangu kulipia kodi, bili za maji, umeme, kusomesha watoto wangu pamoja na wajukuu zangu. Wanaume wengi napenda mchanganyiko huu, inawaletea mwilini nguvu. Huwa wenyewe wakila huwa unapendezewa. Inatakiwa uwe mvumilivu kwa wateja, uwe msikivu kwa wateja. Unaweza ukakuta mteja akaja akwambia mhogo huu ni mchungu, ukamchukatia akarudisha tena. Akakwambia nikopesha kifurushi, unamkopesha mtu usimuone. Mida hii ya jioni wateja wengi wa mihogo mibichi ama vifurushi hujitokeza kwa wingi katika eneo hili la Masika. Tutafahamu mengi kuhusu wao, namna gani ambavyo wanapenda mihogo hii, lakini ni kwa nini huvutiwa kuja hapa mida hii ya jioni. Napenda kutumia hii kwanza, na mchanganyiko, kuna karanga humu, kuna karoti humu kwa ajili ya macho, kuna nazi. Of course, yani inaleta afya fulani mwilini. Kwa sisi vijana kwetu safi kabisa. Na muda mwingi natumia mara moja kama hivi jioni, napita kwa mamangu hapo namuungisha, hamna shida. Nimeanza kutumia mihogo muda mrefu sana, napenda kiufupi kula. Kwa siku naweza nikala vipande 3, 4. Mihogo hubadilika ladha kutokana na uandaji wake kabla ya kula. Wapo wanaotumia mihogo ikiwa imepikwa kwa kuchemshwa, kukaanga na hata kuchomwa, lakini bado ladha ni tofauti. Nikiripotia Kasri la Kikeke kutoka Morogoro, Miriam Mika, Crown Media. Shukrani sana Miriam Mika kutokea kule Morogoro. Samira, mara mwisho umekula lini mihogo? Kama wiki 2 na kitu. Ilikuwa mihogo ya aina gani? Maana sio muhogo. Ilikuwa mihogo ya kupika, lakini mimi napenda pia kutafuna. Aha, kama hii anayosema Miriam Mika. Sasa hii sio hii ambayo ina mix bando hizo yenyewe. Yaani ule tu wenyewe mimi napenda. Ukiwa mbichi napenda ni kutafuna. Okay. Sawa. Basi hapa studioni tuko na mtaalamu wa masuala ya lishe, Dr. Fatma Juma kutoka jijini Dar es Salaam, tujue ukweli wa hili. Fatma, kwanza unakula mihogo? Na kemiko hii inaitwa cyanide. Kwa hiyo kama umepitiliza portion ya kula ya siku nzima, labda kuna mtu hapo akasema nakula 3, 4 mbichi hizo, huyu in the long run anaweza kupata hiyo shida kwa sababu toxins mwilini inajaa ambayo inaitwa cyanide. Sasa wanaume wanaamini kwamba hii mihogo ni booster, ni sehemu ambayo inawaongezea labda hamu ya tendo la ndoa. Yes. Na wewe unasema pia ina kemikali. Kwanza tuanzie hapo, ni kweli hii mihogo inafanya kazi hiyo? No, haifanyi kazi hiyo. Mihogo ni inadondokea kwenye swala la wanga, ni mlo ambao imetoka na wanga, ambapo inaleta tu ki-energy fulani mwilini kama vile umekula wali au samaki vile. Lakini sio kama inaleta booster kwenye mambo za tendo la ndoa. Hiyo ni uongo. Hiyo ni mambo ya culture, sio kisayansi. Kisayansi tukizungumza kwa ukweli, kwa undani, haina faida lolote kwenye mambo hayo. Na sasa kama unavyosema mihogo ina sumu mwilini, mtu anatakiwa kula kiasi gani cha muhogo mbichi ili asipate madhara? No, kwanza mbichi, ungekula viazi mbichi unaweza kula?
Mimi nakula viazi vitamu vile vibichi. Viazi tamu nakula vibichi. Viazi vitamu bichi na mihogo mibichi, it's two different things. Kama carrot, kuna vegetables aina nyingi tunaweza kula mabichi kama carrot, hoho na hizi vitu. Lakini kuna baadhi ya chakula lazima ipikwe. Umeona? Kwa sababu kama kiazi mviringo pia siwezi kula kibichi. Yeah, exactly. Umeona Kwa hiyo au nikuuliza swali, unaweza kula samaki mbichi? Yani imetoka tu na uitafune. Lakini umeona, it's similar thing. Uwezi kula miogo mibichi, yana ile chemical bado iko active sana, lakini ukiipika umeichemsha vizuri au umeichoma vizuri, ile of course naturally ile compound yake inapungua sana, then inakuwa okay to eat. Kwa maana hiyo Fatma, hatutakiwi kabisa kula miogo mibichi kama ni kiafya. Mimi kama daktari wa taifa ningesema kwamba mimi sishauri hivyo. Haina kiwango, wataka kipande tu hivi kidogo hairuhusi. Samira, mbona unataka kulazimisha mambo? It's best ikiwa umepika. Kihehe wanasema strictly prohibited. Kuna vitu vigumu. Pale kuna danger sign, lakini bado anataka kuingia pale. Yani tatizo ukiwa unamenya. Unasema kwamba siwezi kupita hata kwa pembeni hivi. Yani ukiwa unamenya unajikuta unashika kama kata hivi kidogo utafune. Mimi nikienda kwa bibi yangu kwa kweli siwezi. Samira, ulikuwa ukimuuliza swali Fatma. Alituambia kwamba mihogo haina faida ya namna yoyote ile, lakini kuna viazi vitamu ulitaja hapa Imani. Nataka kujua viazi vitamu na muhogo ni kitu sawa ama viazi vitamu vina faida kidogo kila mbichi? No, unajua kuna baadhi ya chakula inapendeza ukila mbichi. Labda karoti ukila mbichi inasaidia mambo za homoni za wanawake, mambo za macho, kama yule kaka akasema. Hii inasaidia macho. Lakini hizi vitu vingine ambapo ni viazi zinaotwa kwa which are planted, zinaotwa hivi. It's best ukizipika kuchukua faida zao kwa maximum, kwa ujumla kubwa. Umeona Lakini ukisema kwamba nile mbichi, it is of no use, yani ina madhara mengi kuliko faida zake. Unajua mihogo mibichi kama nimekwambia inaleta sumu mwilini ambayo inaitwa cyanide. Lakini hata inaweza yani ukiendelea na ukiwa mbishi inaweza kukuponza pale kwenye mshipa ya fahamu pia. Nataka kufahamu hiyo aina ya sumu ambayo umetueleza, na mtu atakapotumia sasa pengine kwa muda mrefu ndo hajui, ama wanaume vijana kama ambavyo wanavyochukulia hivi sasa kwamba hii kitu inatuongeza katika upande wa nguvu za kiume, anapata hiyo sumu. Sasa hii sumu inakwenda kuwa na athari zipi katika mwili? Kama umeona mishipa ya fahamu inaweza kuathirika huku, so that's the main point. Na ukiwa hivyo unaona kama unaanza kupata vidonda vya tumbo kwani ghafla tu, yani unaanza kuona kama mwili haijakaa sawa. Slowly inaweza kuathiri kwa afya yako kwa ujumla, sio kitu kimoja tu. Slowly sumu, unajua how inafanya kazi, like slow poison. Na of course sio kosa lao, kwa sababu hii ni mambo za mtaani, kama vile wanasema kuhusu chai ya majani ya chai inaweza kusaidia wanawake, lakini hizi vitu vyote ni za mtaani, hazina backup ya kisayansi hata kidogo. Na in fact ukienda kwenye mambo za kisayansi na ukifafanua kwa ujumla kwa ndani, ukifafanua kwa undani utaona kwamba ina madhara makubwa sana. Sasa muhogo mbichi muhogo mbichi ukiwa peke yake unatafuna tu kipande, athari zake ni hizo. Ukiwa umechanganywa sasa ukaitoa kile kifurushi, karoti ndani, karanga ndani, nazi ndani, nini wanaweka kingine, inakuwaje ukiwa na mchanganyo hivi? Watu ambao wanafanya biashara wanajua, wana akili sana, ujue wana akili sana. Always watakupinpoint pale unapoona upungufu. Kama tuseme industry ya beauty industry, kwa nini ina target sana wanawake ambao una chunusi, fanya hivi, mbona umeenda nini, umepauka, fanya hivyo. Kwa nini wana target market fulani? Lakini upande wanaume ukienda kuona hawajali ngozi wala nini, kitu ambacho wanakijali sana ni hizo booster na hizi vitu. Kwa hiyo hata sio kosa lao, lakini unaweza kuona kwamba yule ambaye anataka kufanya biashara hii anaijua sana kwamba hapa sasa nikiweka hii mshipa nitatoboa kweli. Ndio maana hizi tunajua kwamba nazi ina faida hii, karoti hivyo,
karanga mabichi hivi, lakini hii in the long run itakuletea shida, kwa sababu kuna imani pia wanawake wanaambiwa kula nanasi mara kwa mara. Okay, yes. Vitu vingi. Hiyo pia kisayansi, au bamia, kunywa bamia ya kutosha. Majabamia lakini hizi vitu zina backup na science. Umeona kisayansi ina support kidogo. Hiyo ni kweli. Hiyo lakini sio kwamba wakila nanasi ndo kweli, yani what they will taste like that. No. Hiyo inakuwa you have to really eat it. Umeona, because hata ukila, kuna rafiki yangu mimi anakula nanasi 2 kwa siku. Kwa sababu anaamini hivyo. Unajua this all TikTok trends na hizi vitu ndo zinatuponza sisi. Sasa Fatima, kumekuwa na wimbi kubwa hivi sasa la wanaume kuhangaika kutafuta huo uwezo zaidi wa kupata nguvu za kiume, lakini wengine kupata nguvu na vitu vingine kama hivyo. Nini kimetufikisha hapa? Yani tumefika hatua ya kwamba mtu anaamini bila booster mimi siwezi. Unajua wanaume wa siku hizi au hata wa zamani, unajua kwenye mambo za media wanaitumia mtandao vibaya. Wanaenda kuangalia vitu ambapo hazitowasaidia in the long run. Na mtu ambaye anafanya masturbation all the time lazima atakosa akija kweli kwenye harusi, kwenye ndoa yake. Sasa ndo anatakiwa awe mwanamume anafanya mambo yake huku, lazima hatotoboa, kwa sababu ile unajua kisaikolojia, yani kashajiponza kwenye mambo za kisaikolojia. Na hiyo tendo la ndoa na sijui nini yote, kila kitu ina mambo za saikolojia inaleta a lot of importance. It's very important you know, to be mentally fit. Lakini porn, video za ngono hizi zinaponza wanaume wetu wa siku hizi. Umeona na masturbation. Lakini wakipunguza hizo punyeto na hizi vitu, wakipunguza hizi vitu, watatoboa. Mambo gani sasa ambayo mtu anaweza kuzingatia ili asiweze kuwa muhanga wa kile kinachoitwa changamoto ya nguvu za kiume? Unajua ukitaka kweli kutoboa kwenye mambo hizo, cha kwanza ni mazoezi. Mazoezi ya vyuma zinasaidia sana. Unajua wanaume wana hiyo hormone inaitwa testosterone. Kwa hiyo wakifanyia kazi hii testosterone yao, kweli watatoboa kwanza mambo huku, watakuwa na afya nzuri, na watakuwa afya ya wanaume pia itakuwa inakaa vizuri. Cha kwanza ni mazoezi ya vyuma. Lazima, yani mwanaume kama gym yani. Kama hata sio gym, hata kama anaenda beach na anafanya mazoezi inamletea faida nyingi sana. Umeona Second, kwenye mambo za lishe, aache hizo vitu vya mtaani, hizo booster. Ale mayai, you know, ale mayai, ale protein kwa wingi. Ale wanga ambapo ni nzuri, sio kila kitu vya kukanga, vya sukari. Hizi hazitomsaidia. No, because hata mwanamume akizidi ile weight yake, uzito, akiwa mnene na vitu kama hizo, kwenye mambo za tendo la ndoa pia itamsumbua in the long run. Kwa sababu stamina inaisha, endurance hana. Hizi vitu zipo na itabidi tuongee tu. Sawa. Kwenye ukurasa wetu wa YouTube Ngoni Baba Shop anasema anasikiliza Kasri la Kikeke mwanzo mpaka mwisho. Emmanuel Phineas anasema yeye anakula sana mihogo na hajawahi kupata madhara. Hapo sasa. Halafu Meshak Patrick anasema nikwambie kwamba watu wa Kigoma wanakula sana mihogo. Yes. Na anasema kwamba ingekuwa ina madhara, mbona yeye yuko poa tu toka anazaliwa anakula sana mihogo. Na anasema uende Kigoma ule. Sasa Meshak hajasema kama anakula mihogo mibichi ama iliyopikwa. Kama unaipika, lazima ile compound ya kitu chochote, toxins, hata vegetable kwa sasa hivi, vegetable ya kisasa sasa hivi sio kama za zamani. Sasa hivi zinachomwa sindano, zinaoteshwa vibaya, zinawekwa fertilizers ambao hazieleweki, zile za tukizungumza za GMO. Hizi hazifai sasa hivi. Zinaleta madhara mengi kuliko faida za afya. Sasa huyu baba anakula mabichi au anazipika? Akizipika lazima compound ina reduce sana, lakini haya mabichi hata jua leo au kesho wezeka, afu tuone. Sijui magoti yakaanza kuuma, sijui kiuno, sijui wako, sijui nywele inaanza kushuka faster. Hizi mambo zote ni za homoni, na hizi vitu vinaenda kuziponza pale
inaleta nini? Mvurugiko wa hormone. Wanatakiwa kujua kwamba kitu hakileti madhara hapo kwa hapo. Yeah, exactly. Kama nilivyosema ni slow poison. Na mimi najua Watanzania sometimes sisi tunakuwa wabishi kwa sababu hatutaki kuiacha ile kitu ambao tumezaliwa nacho, ni utamaduni yetu. Mimi pia na love utamaduni yangu, lakini in the sense kwamba inaniletea afya na inaniletea maisha mazuri. Kwamba ushajua kuna kitu inakuletea madhara, ina act kama slow poison. Kwa nini ujiumize? Na unajiumiza ili umnogeshe mtu mwingine, ni kweli? Sawa, Official Kilinda anajiita hivyo kwenye YouTube, anasema mada ya leo ni fire, na anasema kwamba amekuelewa sana kwenye swala la mazoezi. Aisha Mwanyila anasema Imani, hata watu wa pwani wanakula sana mihogo, lakini huku ndo wanaamini sana hiyo booster hiyo. Wanaita bando. Watu wa pwani, lakini ukiwaangalia wanakula na samaki, wanakula kwa wingi sana na samaki sasa inasaidia sana kwenye mambo za kwa sababu ni protein na fats nzuri, ina omega 3 na kila kitu. Kwa hiyo ile ndo maana wa pwani wanatoboa kama wanatoboa, mimi sijui. Isakombo anasema ana swali dokta. Kachumbari ya nyanya na kitunguu na tango huwa haipikwi, na vitu hivyo vinapendwa na kuota kama mihogo. Tuambie kuhusu kachumbari pia na karanga. Ni lazima zikaangwe au vipi? No, maana kuna ule msemo unasema Fatima, karanga mbichi na goma. Umelikusikia huo? Karanga bichi na goma. Anasema wauza karanga mbichi ndio wanasema hivyo, wanatangaza wanasema karanga mbichi na goma. Okay. Kumjibu swali yake huyu, kuna vitu ambao unaweza kuzikula, vegetables, raw vegetables unaweza kama salads na vitu kama hizi. Lakini mihogo ina different nutritional compounds kuliko tomatoes na onions. Hiyo unatakiwa kuelewa kwamba kama mimi kama Fatema na nani mwenzangu hapo Samira, hatuna same things in our body. Labda mimi na shida, ye hana. Kila kitu inaungwa kwa vyake. Kwa hiyo huwezi kucompare tomatoes na cassava kwa sababu wote zinatoka kwenye earth. No. Jamani, leo YouTube watu wana maswali mengi. Mwingine anauliza energy drink nazo vipi? No, hizi ni caffeine. Unajua booster ya sekunde 10 au 30 mimi sijui kundani, lakini hizi zinakuponza kiafya. Manake energy drink wanaweka taurine, wanaweka caffeine. Wewe piga hata black coffee unapata faida hizo na coffee itakusaidia kwenye afya ya moyo. Lakini hizi energy drink inaumiza kidney zetu, inaumiza liver, inaumiza vitu ndani ya mwili yetu. Samira, ulikuwa na swali jingine? Mimi nilikuwa nataka tupe ufafanuzi mzuri Fatima. Hiki kifurushi mihogo tunajua ina athari na ina sumu. Kuna taratibu sasa za watu kutafuna karanga mbichi kwa wingi sana, mtu akajaza hata kibakuli anazitafuna zile, alafu wengine wanaweka na tende. Ngoja kwanza, karanga mbichi kwanza peke yake. Nataka kujua hizi zina athari ama ni sawa? Cha pili, mchanganyiko wa juisi ya tende. Una karanga, una tende, una maziwa. Sawa? Vyote hivi vinasagwa kwa pamoja. Pia navyo wanasema vinaongeza booster. So here's the thing. Karanga mbichi ni fats. Karanga zinadondokea kwenye mlo ambao kwenye mlo kamili inadondokea fats. Calorie ya fats ni 9. Calorie ya protein na carbohydrates ni 4. Sawa? Fats zina cholesterol pia. Asa hii mtu ambao anakula kibakuli nzima tukampime cholesterol yake, cholesterol mbaya, tukimpima lazima LDL inakuwa high, very high mwilini. Mafuta mwilini inaongezeka kwa sababu ile ni fats. Kila kitu kina portion yake. Tunarudi kwako Fatima. Hakuna ubaya ukipata mapumziko kidogo. Tutakurudia sasa hivi kukuhudumia. Halafu tukirudi ni chuma baada ya chuma. Habari juu ya habari. Now. Hili ni Kasri la Crown FM. That's what I'm talking about.
12 na dakika 45. Tuna dakika chache za kumalizana na Fatma hapa. Samira ulikuwa ukimuuliza swali. Alikuwa anajibu Fatima kwamba kila kitu kina kiwango chake. In portion, yes, indirect benefits ya peanuts zipo, karanga zipo, kwa sababu ina a lot of nutrients, amino acids, vitamin B, ina kila kitu ambao inaweza kusaidia sexual health. Lakini sio kwamba uitegemee ndo ushushe bakuli na bakuli. No, kila kitu na kiwango chake, please. Hiyo tuweke kwenye kichwa yetu. Afu swali la pili ilikuwaje? Swali la pili, mchanganyiko wa karanga, tende, maziwa. Okay. Tende ni one thing ambayo inaleta joto mwilini. Hata mwanamke ambaye anakosa hedhi kupata kila month, tunamwambia achemshe tende na anywe. Ni hotness in the body, it brings hotness. Kwa hiyo ndio maana anapata ile kiboost fulani akiwa amekula tende, anapata ile joto fulani mwanaume, okay? Ndio maana inamsaidia. Na maziwa tunajua maziwa ina afya, a lot of things, a lot of benefits inazo. Ndio maana inasema tende, maziwa, it's fine, you know, sometimes. Lakini tuweke kwenye kichwa yetu kwamba content ya sugar content, hata kama ni natural sugar, tuweke kiakilini. Kuna kama una ugonjwa wa kisukari, kama una ugonjwa like unajua kama sukari isiweze kukupitiliza, yani usiconsume a lot of it. Kama vile tukumbuke portion yetu. Yeah. Kwa hiyo juice ya tende ni sawa. It's fine, yeah, it's fine. Lakini usiseme kwamba ndo kitu kikuu bila tende. Yani unajua lishe ni inasaidia sana kwenye mambo za hizo, yeah. Na wanaume ambao wanataka kweli kama we ni mwanamume na we unataka kuwa mbabe huku ndani, we jifocus sana kwenye mambo za samaki, mambo za nuts and seeds, mambo za unajua chicken and all of this which are good food. Wewe usitegemee miogo mibichi itakupelekesha huko. Hapana, no. Unajua kila kitu kinaleta energy mwilini. Fatima, kuku ni kuku labda uanzie kwa na 10,000 kwa sababu pia broiler unajua au samaki. Lakini muogo ni 500. Yeah, sasa ambao wana kipato nani hivi, lakini unajua daga mchele pia ni bei rahisi. Nataka kusema umenisaidia. Wananifanya kama sijui huku za mtaani. Mimi najua, mimi nimetoka huko. Mimi mtoto wa mjini na mimi nitakuiza mjini. Fatima, nilikuwa nakuja popoko kwa daga mchele. Yeah, kuna mdaga nzuri ukichemsha. Exactly. Yeah. Ikawa supu ya dagaa. Yes. Yeah. Sio pilau ya dagaa. Atusianze kula mapilau za dagaa. No. Vitu vingine hazifai. Sawa. Official Kilinda anasema yeye amekuelewa sana, ni kwamba tu kila kitu kiwe kwa kiasi, maana hata hizo nguvu zenyewe zikizidi ni hatari. Adam Delinyo anasema yeye anaomba uendelee kuzitaja njia za kutunza na kuboresha nguvu. Lakini hapo kwenye mazoezi kuna watu wana matatizo ya kiafya, wao wafanye nini na nini? Mambo yapendayo. Yani unasema wana matatizo ya kiafya, kwa hiyo hawawezi kufanya mazoezi au nini? Kama huwezi kufanya mazoezi za vyuma, huwezi kupiga push up pia, huwezi kwenda kukimbia pia, huwezi kutembea. Kama wewe okay sawa, labda vile aina ya mazoezi. Kuna aina ya mazoezi. Kama uwezi kupiga vyuma, huna nani kipato ya kwenda gym, wewe nenda beach, kimbia kwenye mchanga huko. Ni yale. Isa Kombo anasema kwa hiyo mwili wa binadamu hususan mwanaume ni vyakula gani anahitajika ale au atumie kwa wingi kuongeza nguvu za kiume? Nadhani ametaja Fatma. Kwa hiyo bwana Isa, rudi nyuma kidogo. Pambaneni na seafood. Utaweza kuelewa. Kula samaki. Lakini tende pia ni sawa. Sawa Fatma, asante sana, umetupa elimu nzuri. Maswali jamani, tutasoma siku nyingine. Kama wana maswali mengi sana unaweza kunifuata Instagram. Unaitwa nani? Fatma.juma17. Fatma.juma17. Utaweza kuendelea kuuliza maswali yako pale DM, manake maswali yamekuwa mengi sana.